Inabidi nije niombe viongozi wa dini tuendeshe maombi pia. Unajua wakati mwingine hizi chaguzi hizi watu kumaliza kuchagua pap, alafu baada ya kupiga kula ametangaza hivi tulimchaguaje huyu? Yaani kuna kuwa na kawingu fulani kanapita kama vile kana kamata fahamu za watu. Na maana maandiko matakatifu yanasema kwamba rushwa hupofusha macho. Kwa mimi niwaombe sana, asasi za kiraia tuungane, NGO tuungane. Yaani hapa liwe jambo sio la mtu mmoja, yaani iwe ni familia, iwe sehemu ya mapambano. Viongozi wa dini, viongozi wa kimila, tuko kwenye laini moja. Vyombo vya sheria tuko kwenye laini moja. Vyombo vya habari tuko kwenye laini moja. Asasi za kiraia, NGO, wote tuko sehemu moja. Walimu, malekchara wote, kauli yetu iwe moja, kulinda maadili ya taifa letu. Mimi niwaombe kwa unyenyekevu mkubwa, turudini kubanana na waumini wetu kwenye mimbari zetu. Tutengeneze kizazi kizuri chenye hofu ya Mungu. Hii rushwa itaondoka yenyewe tu. Sasa huku kote sasa hivi ukienda, I was there ni Arusha kama mkuu wa mkoa, nimefanya takwimu pale, nikagundua walimu wa shule za msingi wa dini na za sekondari, vipindi hakuna walimu. Yaani vipindi vya dini vipo, lakini hakuna watumishi wa Mungu wanayekwenda kuwafundisha wale watoto. Sawa, mmeona hao watoto hawana sadaka. Basi aminini kwamba huyo Mungu anayefungua milango, Baba wa mbingu, mwenye mali zote, atawapa kwa kuwahudumia watoto wake hao wadogo. Sasa hivi ukifanya utafiti wa kuangalia tu, kuna upungufu mkubwa wa walimu wa dini wa shule za msingi na sekondari ukilinganisha na miaka 15 iliyopita. Yaani huko nyuma miaka 15 iliyopita kulikuwa walimu wanapishana, mpaka unasikia kuna ugomvi walimu hawa. Sasa hivi walimu wa dini hawapo mashuleni. Sasa unajiuliza walimu wanategemeaje huyu mtu aje kuwa mwadilifu? Yaani viongozi wa dini mnategemeaje huyu mtu aje kuwa mwadilifu wakati hamjahangaika kumtengeneza huku? Yaani abadilike tu hapa katikati, aingie chama gani awe mwadilifu? Siku moja marehemu mzee Sita akaniambia kitu. Kwa kwenye bunge la katiba, akasema unajua, hawa wanaopiga kelele hawajawahi kukaa jikoni. Ukimsikia mtu apiga kelele, rushwa ni hatari. Yaani umsikia kiongozi wa siasa, anasema rushwa, umemcheki, sasa huyu hajawahi kukaa wapi? Huyu aikaa jikoni huyu. Mdomo utajaa mafuta hata sema. Yaani hapa hizi kelele za rushwa wengine zinapigwa kwa sababu ya nini? Ya njaa tu. Why? Kwa sababu msingi wa familia umeshaharibika. Kwa hiyo hawezi kuja kuwa mwema huku. Leo atamshambulia huyu aonekane huyu ni mpambanaji wa rushwa, lakini siku akikaa kwenye kile kiti. Kwani nyinyi wa Tanzania tulizame. Nyinyi kuna wangapi mmewasikia wanakemea rushwa wakiwa hawana madaraka, walivyopata wako wapi? Si mnajua kabisa kwamba fulani ukianza kuhesabu hivi sio akiingiaga pale wanakuaje? Sio wanakuaje? Walikuwa hawajawahi kuingia jikoni. Sasa hawa tuliwaacha huku kwenye misingi ya kuwafundisha katika dini, tuliwaacha. Kwa mimi ni ombi langu kubwa viongozi wa dini, ili turudi kwenye maadili yetu, turudi kwenye asili ya uungu, watoto wetu wawe na hofu ya Mungu. Twendeni mashuleni, viongozi wa dini, tukarejeshe vipindi vyetu vya dini. Na serikali haijazuia watoto wetu kushiriki kwenye vipindi vya nini? Vya dini.